Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Acha tuamini tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Mungu, asante kwa neema na rehema. Umekuwa nasi tangu kipindi cha kwanza. Mungu, tazama tumekuwa katika kipindi cha pili Bwana. Tunaomba neema zako na rehema zako ziwe juu yetu Bwana. Nataka kuangalia kifo cha mtakatifu Bwana. Acha kwa watakatifu Bwana iwe msukumo wa pale kutamani Bwana jinsi watakatifu waliondoka katika ulimwengu huu Bwana, katika njia zao ambao ni watakatifu Bwana. Napomwangalia Yesu, napomwangalia Stefano, napomwangalia Bwana Paulo, Mungu tunaomba tusaidie Bwana. Kwa wale ambao Bwana Kristo hajaungwa ndani ya moyo wao kwa ukamilifu Bwana, kwa wale ambao Kristo hajaungwa kabisa katika mioyo yao, naomba Bwana kwa neno lako, mafunzo yako Bwana, iwe msukumo wa kutubu na kuiamini Injili Bwana, ili wakija kuhand over nafsi zao kwa Mungu Bwana wawe na ujasiri. Asante kwa wote na kwa vyote, na kwa jina la Yesu Kristo tumeomba hata tukiamini. Amen. So, naangalia kuhusiana na kufa kwa mtakatifu. Kufa kwa mtakatifu ama kwa njia nyingine ni handing over. Ni handing over. Mwanadamu anapoishi duniani, mwisho wa siku huwa ana hand over. Hand over ina maana ni kama uko kazini, alafu hasa kazi za kulinda, umeingia zamu yako, umeonyesha hapa kuna speaker, hapa kuna friji, umeandika, alafu umekaa kazini. Ukiwa uko kazini unalinda hizo vitu visichukuliwe. Sasa unavilinda, alafu masaa yako yakifika una handover. Ukitake over ni nimechukua kazi, handing over ni nimepeana kazi. So ni hivyo na maisha haya ushapewa uhai. Ile siku umezaliwa umetake over, umeanza maisha yako, nimeanza maisha yangu, umetake over. Alafu sasa kuna siku ambayo Mungu anasema kila mwanadamu amekewa ata hand over. Ana hand over nini? Wakati nafsi yake sasa inatoka, anaiweka kwa nani? Na mkabidhi nani nafsi yangu? So tuangalie tu Waebrania na naamini hiki kitabu cha Waebrania kimeandikiwa watakatifu. So watakatifu ndio walikuwa wanaandikiwa wakiona kwamba kuna siku mtakufa, na kwa sababu kuna siku mtakufa, ina maana kuna siku mtahand over, kuna siku mtaondoka katika ulimwengu huu, mtaondoka kwa ulimwengu huu. Lakini nafsi yako utahand over kwa nani? Utaipatiana kwa nani? So kikienda Waebrania 9 mstari wake ndio 27. Waebrania 9 mstari wake ni wa 27. Na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Angalia tena. Waebrania 9 mstari wake ni wa 27. Na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja. Mungu anasema kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Na baada ya kufa Mungu anasema hukumu. Ina maana mwanadamu amewekewa kufa mara moja. Ili uelewe kuna siku utahand over nafsi yako. Mimi kuna siku nitahand over nafsi yangu. Mwanadamu amewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa Mungu anasema huyu mwanadamu atakabidhi hukumu. So tumewekewa kufa.
So, acha tuangalie kitabu cha Luka. Luka 23. Luka 23 mstari wake ni wa 46. Luka 23 mstari wake ni wa 23. Luka 23 46. Luka 23. Nasoma kitabu cha Luka 23 mstari wake ni wa 46. Luka 23 mstari wake ni wa 46. Yesu akalia kwa sauti kuu. Yesu akalia kwa sauti kuu. Akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Hivi ndio Yesu alikufa. Yesu alikufa akisema, Baba. Yesu akalia kwa sauti kuu. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba. Yesu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Hivi ndio Yesu alitoka duniani akisema, Mungu, kwa mikono yako Mungu naiweka roho yangu. Yesu ana hand over. Yesu ana hand over. Uko na siku hakika uta hand over. Niko na siku hakika nita hand over. Nafsi yangu ile niweke kwa Mungu ama niende kwa shetani. Maandiko yanasema kwa Ibrania 9:27, kila mtu amewekewa kufa mara moja. Kila mtu amewekewa kufa mara moja. Na baada ya kufa ukabili hukumu. Yesu tunaona ni picha halisi. Yesu ni picha halisi ya mfano ambao Mungu anataka tuone. Waweza rejelea Luka tafadhali. Je, kifo chako kitafanana hivi? Nafsi yako utaihand over. Nafsi yangu nitaihand over kwa Mungu. Luka 23 mstari wake ni wa 46. Waweza kufunguza kidogo microphone. Luka 23 mstari wake ni wa 46. 46, sawa hapo. Yesu akalia kwa sauti kuu. Yesu akalia kwa sauti kuu. Akasema. Yesu akasema, Baba. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yesu anasema, Baba, mikononi mwako Mungu anaiweka roho yake kwa mikono ya Mungu. Hivi ndio Yesu Kristo alikufa. Hivi ndio Kristo ana hand over. Na Yesu ndio mfano bora. Mwanadamu yote, Mkristo yote akitaka kufa, anafaa kufa kama vile Kristo alivyokufa, na uhakika kwamba naondoka katika ulimwengu huu, na exit ni kuondoka. Naondoka kwa ulimwengu huu, lakini roho yangu nina uhakika inaenda mikononi mwa Mungu. Na Yesu anamwambia Mungu, roho yangu naiweka mikononi mwako, naja huko. Yesu ako na uhakika yuko ulimwengu mwingine, Mungu yuko ulimwengu mwingine, anaondoka katika ulimwengu huu. Hapo ana uhakika na ujasiri kwamba roho yake haiendi kwa ibilisi, roho yake haiendi kulia ama kushoto, anaweka mikononi mwa Mungu. Hiki ndio kifo cha watakatifu. Kama ni kufa, yafaa nitamani kifo hicho, kwa sababu maandiko yanasema kila mmoja amewekewa kufa mara moja. Umewekewa kufa mara moja, nimewekewa kufa mara moja. So hiki kifo changu nataka kifanane na nani? Kifo chako nataka kifanane na nani? Kuna watu wa kifo wanapiga nduru. Mwingine analia kabisa, mama yangu, kwa sababu anajua maisha ameishi ni machafu na mali yanaenda, hana ujasiri. Roho yake haiweki mikononi kwa Mungu, inaenda kwa mwingine ambaye ni ibilisi. Umekiwa kufa mara moja, nimekiwa kufa mara moja. Yesu anakufa na uhakika. Roho yake inaenda kwa mikono mwa Mungu. Leo Mungu atangaze kwamba leo saa 1 ya saa 7 ni kama saa 10. Mungu akwambia leo saa 1
uhai wako unaondolewa. Uko na ujasiri, kwamba hiyo saa moja ikifika, neno ambalo litatoka kwa kinywa chako kupitia Roho Mtakatifu ni Mungu, nimevipiga vita, nimemaliza kila ambacho umetaka nifanye hapa duniani. Mungu sasa chukua roho yangu. Kama una uhakika kifo chako kitafanana hivyo, kama sina uhakika kifo changu kinafanana hivi, hata kama nimeokoka basi tayari nimeteleza. Kama umeokoka unafaa uone hatari, kwa sababu kama hautakuwa na uhakika, roho yako kwenda kwa mikono wa Mungu, roho yako inaenda kwa mwingine ambaye ni ibilisi. Ni kwa nini Yesu alikuwa na ujasiri kiasi kwamba anasema maneno haya? Weza rejelea mara ya mwisho kitabu cha Luka mlango wa 23 mstari wa 46. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yesu akalia kwa sauti kuu akisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yesu kwa nini ako na ujasiri? Angalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wake ukiwa ni wa 22. Waraka wa kwanza wa Petro 2:22. Waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wake ni wa 22. Yeye hakutenda dhambi, wala ila haikuonekana kinywani mwake. Rejelea tena tafadhali. Waraka wa kwanza wa Petro 2:22. Yeye hakutenda dhambi. Mungu anasema Yesu hakutenda dhambi, wala ila haikuonekana kinywani mwake. Wala ila haikuonekana kinywani mwake. Yesu hakutenda dhambi, wala ila haikuonekana kinywani mwake. Hayo ndio maisha Yesu aliishi. Yesu hakuishi maisha ya kutenda dhambi. Yesu hakuishi maisha machafu. Ila haikupatikana kwa kinywa cha Yesu Kristo. Ina maanisha nini? Inamaanisha kila neno Yesu aliongea, ukitafuta kwanza Yesu ile wakati alizaliwa na akaanza kukua, akaanza kuongea, ukitafuta kwa maneno ya Yesu, kwa mdomo wa Yesu, ukitafuta mpaka ile miaka amefika, mpaka ile miaka anaenda mbinguni, ukitafuta kwa mdomo wa Yesu Kristo maneno aliyoongea duniani, hautapata neno linaitwa ila, hautapata uongo kwa mdomo wa Yesu Kristo. Hapa ndio panatoka ujasiri. Maneno haya Yesu akifa kwamba Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, hiyo haijengwi na masaa, haijengwi na sainafa. Ndio nasema Baba, haijengwi hivyo. Lazima iwe kwanza kuna misingi. Maisha uliishi huku ndio yatakusukuma mpaka ile wakati umefika roho yako inatoka, uko na ujasiri kwa sababu uliishi maisha masafi, maisha matakatifu huku nyuma. So yafaa uelewe, Yesu akaenda msalabani akilia hivyo ni kwa sababu huku nyuma aliishi maisha masafi. Dhamira yake hauhukumiwi kupitia Roho Mtakatifu. Kila mmoja kuna dhamira hapa. Ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anashuhudia kwa dhamira yako. Kama haujaokolewa, uko na dhamira lakini hauna Roho Mtakatifu, hiyo dhamira itakushuhudia kwamba hii ni njema na hii ni baya. Lakini tuone Yesu alipoishi maisha yake hakutenda dhambi, ila haikupatikana kwa kinywa chake. Ndio maana hata ikifika wakati wake wa kufa, Roho Mtakatifu ndani ya Kristo yuko na uhakika kwamba Yesu, roho yako yaenda kwa mikono mwa Mungu. Ako na uhakika. Kwa nini? Maisha aliyoishi kila siku. Waraka wa kwanza wa Petro 2:22. Yeye hakutenda dhambi. Yesu hakutenda dhambi, wala ila
wala ila haikupatikana kinywani mwake. So waweza kuelewa, ili ufike kufa kama mtakatifu kama vile Kristo, lazima kwanza utengwe na ila, lazima kwanza utengwe na dhambi. Lazima dhambi imetengwa kutoka kwako. Na dhambi inatengwa katika toba, katika kufahamu kwamba mimi kweli ni mwenye dhambi, mimi kweli nimeasi. Kifo changu hakitafanana na Yesu Kristo, na nataka kifanane na Yesu Kristo. Mpaka nitubu, nigeuka kwa njia zote ambazo Mungu anasema hii ni mbaya, hii sitaki, hii sipendi. Ugeuke huko, ukifikiri mbele za Mungu, ukisiwacha, ukitazamia kufa kama Yesu Kristo. Kifo tumewekewa, kila mwanadamu atakufa mara moja, lakini nafa nikiwa nafanana na nani? Na Anania na Safira wanakufa wakiingia jehanamu kwa sababu ya kudanganya Roho Mtakatifu, ama nafa na ujasiri kama Yesu Kristo, napeana moyo wangu, roho yako kwa Mungu. Angalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ya kabla waraka wa kwanza wa Yohana, tunaweza angalia Yohana 19 mstari wa 30, alafu tutaangalia waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana mtakatifu 19 mstari wake ni wa 30. Yohana mtakatifu 19 mstari wake ni wa 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Yesu alisema imekwisha. Akainama kichwa chake, akaisalimu roho yake. Rejelea mara ya mwisho. Yohana 19 mstari wake ni wa 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu. Kuisalimu na maisha yake ikatoka. Yesu anasema nini? Anasema imekwisha. Yesu yuko sure kwamba ile kazi ambayo Mungu amempatia duniani ameimaliza. Yesu yuko sure na maisha yake. Yuko sure kwamba hakuna pengo ambalo shetani anaweza mhukumu mbele za Mungu, kwa sababu vile ameishi kila siku na ile kazi amepewa na Mungu ameimaliza. Sasa hata roho yake kwenda anasema kazi imekwisha, alafu roho yake anaisalimu, anaipeana roho yake kwa mikono wa Mungu. Mwanadamu akifa akiwa kwa dhambi hawezi kusema imekwisha. Hawezi kusema Mungu, roho yangu naiweka mikononi mwako, kwa sababu akiwa katika ile hali tayari mawazo yanamjia. Kumbuka ulivyotukana, kumbuka kuheshimu wazazi, kumbuka kumwamini Yesu, kumbuka kutubu dhambi, kumbuka dhambi ukutubu. So, akiwa katika ile hali kwamba ni kama nafa, dhamira inamhukumu tayari. Dhamira inaweza kumwonyesha kile ambacho hajakimaliza duniani na anatoka sasa, na roho yake haiwezi kwenda mikononi mwa Mungu ila kwa ibilisi, shetani. So unafanya fikiria nini? Unafanya fikiria hivi. Mungu kukuumba kukuweka duniani, hakukuweka kusome, alikuweka na anakuvumilia ili upate toba. Maana uvumilivu wa Mungu uleta toba, ufanya toba, na uvumilivu wa Mungu uleta wokovu. So Mungu anakuvumilia ili hizi kazi mbili za utubu, alafu muamini uokolewe kutoka kwa dhambi zako. Hiyo ndio kusudi la Mungu limefanikiwa kwako. Ukiondoka duniani kama hayo makusudi hayajafanikiwa kwako, inamaanisha kazi haijaisha na roho yako haiendi mikononi kwa Bwana, inaenda kwa ibilisi. Hiki ndio kifo. Nataka nife hiki kifo, na wewe unafaa utake kufa hiki kifo. Na Mungu imekwisha. Mungu kazi ya kunipatia toba imekamilika. Mungu kazi ya kuokoa nafsi yangu imekamilika. Mungu kupitia Roho Mtakatifu nilitembea katika roho njia zako, nilitembea kwa kazi ya Yesu Kristo, nilitii amri za Mungu mpaka mwisho. Hata sasa Mungu kichwa roho yangu najua direct inaenda kwa
hakuna chochote kinakuhukumu katika dhamira yako. Nini inakuhukumu katika dhamira yako sahihi? Mungu anataka umalizane naye. Jichunguze sasa katika moyo wako. Nini inakuhukumu? Ni nini ambao ukisimama mbele za Mungu watakatifu itakuwa inalezi kama alarm? Unasikia dhamira inakuhukumu. Hapo hujafanya sawa. Hapo hujamaliza. Hapa bado hujasema imekwisha. Hii bado haijakwisha. Kwa mwenye dhambi bado haijakwisha. Na kuwasaini rehema ya Mungu na neema, anakuvumilia utubu. So ukiishi duniani ikiwa haujapata wokovu wa kibibilia, usifurahi. Haufai kufurahi. Kwa sababu wakati wote utakufa, roho yako haitaenda kwa Mungu. Itaenda kwa Ibilisi na Ibilisi ataipokea. Maana haijaisha. Yohana 19 mstari wake wa 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Yesu alisema imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimisha roho yake. Mpendwa, hili ni neno ambalo ukiwa unaenda kufa itakuwa una ujasiri wa kulisema kwamba asante Mungu, imekwisha. Kazi ulionipa nifanye imekwisha. Mungu Baba, mikononi mwako na isalimu na yeka roho yangu. Yesu anasema hivi. Ana ujasiri. Na ujasiri huko kwa watakatifu ambao wanamwamini Yesu, na wenye dhambi pia wanaitwa. Kwa sababu kila mmoja atakufa. Unaitwa ufikifu ambacho Kristo alikufa uko duniani, lakini uko na ujasiri kwamba kuna ulimwengu ambao siuoni, na naamini roho yangu na yeka mikononi mwa Mungu. Kwa nini? Nilivyoishi kwa uwezo wa Mungu. Maisha uliyoishi, hakuna area ambao unahukumika kwa moyo. Na kama iko sahihi, deal nayo sahihi. Naona? Deal nayo sahihi. Malizana nayo sahihi. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 6. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 6. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake ni wa 6. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, yeye asemaye kuwa anakaa ndani ya Yesu Kristo, inampasa kuenenda mwenyewe vile kama yeye alivyoenenda. Inampasa aenende vile Yesu alivyoenenda. Biblia ya Kimombo inasema hivi. Inasema, he that said he abideth in him ought himself also to walk. To walk ni kutembea, even as he walked. Inasema mtu yote ambaye anasema anakaa ndani ya Yesu anafaa atembee kama vile Yesu alivyotembea. Ili nife kama vile Yesu alivyokufa, yafaa nitembee kama vile Yesu alivyotembea. Ili nikiwa naondoka ulimwengu huu, niko na ujasiri kwa moyo na dhamira inihukumu kwamba vile Yesu alitoa roho yake ni hivyo, kwa sababu nilitembea vile Yesu Kristo alitembea kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, kwa utiifu wa neno la Mungu na kwa utiifu wa amri zake. Kila mtu ambaye anasema anakaa ndani ya Yesu Kristo, maandiko yanasema anapaswa atembee vile Yesu Kristo alivyotembea. Kama sitatembea vile Yesu alitembea, siwezi kufa kama vile Yesu alivyokufa. Siwezi sema Mungu, roho yangu naikabidhi mikononi mwako. Inaanza na chini. Inaanza na unaishi vipi maisha yako ya kila siku. Uko kwa dhambi, unafaa utubu. Ugeuke kutoka kwa yoyote. Umwamini Kristo. Uamini nchini uoshwe. Uanze kutembea ndani ya Yesu Kristo. Ili roho yako ikitoka kwa ujasiri, kwa sababu ulitembea kwa kama Yesu Kristo, utaweza kuitoa roho yako kama vile Yesu Kristo alivyoitoa. Wakolosai 2 mstari wa 6. Wakolosai 2 mstari wa 6.
Wakolosai 2 mstari wake wa 6. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo. Enendeni, tembeeni hivyo hivyo katika yeye. Tembeeni hivyo hivyo katika Yesu. Kama vile mlivyompokea Yesu Kristo, tembeeni vile vile Yesu Kristo alivyotembea. Mungu hawezi kumwelekea mwanadamu kama mwanadamu hawezi kutembea kama Yesu Kristo. Wengine wanaweza sema nitatembeaje kama Yesu Kristo? Maandiko yamesema utembee kama Yesu alivyotembea. Inamaanisha kuna uwezekano Mungu atuandikie kitu ambacho hajui. Mungu anakuandikia kitu ambacho unajua na unaweza kukifanya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Rejelea tena tafadhali. Wakolosai 2 mstari wake wa 6. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo. Enendeni hivyo hivyo katika yeye. Katika yeye. Hii inasema so walk ye in him. Maandiko yanasema tembea ndani ya Kristo kama vile alivyotembea. Inawezekana mwanadamu kutembea kama Yesu Kristo mwenye kuokoka na Roho Mtakatifu? Inawezekana. Inawezekana mwanadamu kufa kama vile Yesu alipokufa, kwamba na ujasiri kwamba Mungu, roho yangu naiweka mikononi mwako, imekwisha, kazi imekwisha Mungu. Inawezekana, Yesu, inawezekana. Mimi nitaki kwa huyo mtu, kwa sababu mwisho wa siku baada ya miaka 100 hapa kutakuwa watu. Mungu anasema miaka ya mwanadamu ni 70 ama 80. Tukifika miaka 100 na hakuna mtu hapa. Miaka 100 hakuna mtu hapa. Sasa hakuna bwana mtu hapa. Maanake uko zaidi ya 20, uko zaidi ya 20. Mimi naingiza 40 hivi karibuni, August 28 56. So baada ya miaka 100 wengi wetu hatutakuwa hapo, pengine watoto wadogo hata 70 80. So inafaa nijue nitaondoka hapa, lakini nataka niondoke kwa njia gani? Mungu anambia ile njia ya Yesu Kristo. Hiyo njia inawezekana. So kama uko kwa dhambi, unafaa uwe na wivu mwingi sana. Wivu mwingi sana. Yaani sitaki nife roho yangu ingie kwa ibilisi. Sitaki nife niko na maswali. Roho inatoka niko na maswali, niko na maneni ya dhambi. Roho inatoka niko na hapa sikutengeza. Jamani nitakufa. Mungu hataki hivyo. Mungu anamwambia mfalme mmoja ambaye anaitwa Hezekia wakati wa Isaia. Anambia Hezekia, ndani nyumba yako utakufa. Mungu hataki mtu afe tu. Mungu anasema hapendezwi na kifo cha mwenye dhambi, kwa sababu mwenye dhambi akifa amepoteza. Mwenye dhambi afina ujasiri, kwa sababu ndani yake kuna siri nyingi za dhambi, maisha machafu ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Malizana sahihi. Malizana na kila sehemu ambao Mungu anasema hapa siko sawa na wewe, hapa mimi sikubaliani na wewe. Malizana mapema. Mwenye dhambi anafanywa atahukumiwa. Yesu alimwaga damu, kuna gharama ilimwagwa, na bado unakubaliana na hiyo gharama utahukumiwa. Roho yako ikitoka utahukumiwa na hiyo gharama. Wakolosai, tukisonga mbele. Wakolosai 2:6. Wakolosai 2:6. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo kama yeye. Kama vile ulipompokea Yesu Kristo, watakatifu waliompokea Yesu Kristo, enendeni hivyo hivyo. Usiende left, usiende right. Vile vile Yesu alitembea. Inawezekana. Kwa nini inawezekana? Kwa sababu ya Galatia 4:6. Makanisa mingi na hasa na wachungaji wanasema inawezekani, na watu wengi wanashika hiyo inawezekani. Inawezekana, maandiko yanasema watu wengi watakapotulia katika dhambi zao, mtu kama yasiri kisiri, ukimwambia inawezekana mtu kuheshimia kusiri, anakwambia inawezekani. Ni kwa sababu yeye ana asili.
Mtu kama anaiba, ukimwambia mtu anaweza kuishi bila kuiba, anakuambia haiwezekani. Mungu anasema hapa, anasema inawezekana. Venye Yesu alitembea, wale ambao wako ndani ya Kristo watembee hivyo hivyo, inawezekana. Ni ukubaliana na neno. So tuangalie mtu ambaye alikuwa duniani kama mimi na wewe, na alikufa kama vile Yesu alikufa, na uhakika kwamba roho yake anaiweka kwa Yesu. Alikuwa na uhakika akiwa ana hand over. Hand over inamaanisha kupeana. Alipokuwa ana hand over maisha yake, roho yake ali-hand over kama vile Yesu ali-hand over. Matendo ya Mitume 7 mstari wa 59. Matendo ya Mitume 7 mstari wake ni wa 59. 59. Matendo ya Mitume 7 mstari wake ni wa 59. Wakampiga kwa mawe Stefano. Wakampiga kwa mawe Stefano. Naye akiomba akisema, Stefano akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Pokea roho yangu. Rejelea. Matendo ya Mitume 7:59. Matendo ya Mitume 7:59. Wakampiga kwa mawe Stefano. Wakampiga kwa mawe Stefano. Walipokuwa wanapiga Stefano kwa mawe, Stefano ana uchungu. Walipokuwa wanapiga kwa mawe, ana uchungu, lakini Roho Mtakatifu anakumbusha Stefano. Katikati ya kupigwa, katikati ya uchungu, bado anakumbuka. Wakampiga kwa mawe Stefano. Wakampiga kwa mawe Stefano. Naye akiomba. Akisema. Stefano anaomba huko anasema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Pokea roho yangu. Stefano ni mtu kama mimi na wewe. Stefano ni mtu kama mimi na wewe. Stefano akiondoka duniani ana hakikisho. Anamwambia Yesu, ipokee roho yangu. Hiki ndio kifo cha mtakatifu. Ana hand over roho yake kwa Yesu. Ana hand over. Licha kwa anapigwa mawe, lakini Stefano anakumbuka. Anaendelea kuomba. Anakumbuka mwanadamu amekufa mara moja. Baada ya kufa kabiliana na hukumu. Lakini asubuhi anaomba kwa uhakika, ako na confidence katika mauti. Anasema, Yesu, pokea roho yangu. Matendo ya Mitume 7 mstari wake ni 59. Matendo ya Mitume 7:59. Wakampiga kwa mawe Stefano. Wakampiga kwa mawe Stefano. Naye Stefano akiomba. Akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Ipokee roho yangu. Hivi ndio Stefano anakufa. Stefano anakufa kama Yesu Kristo? Yes. Ni kwa nini Stefano alitembea kama Yesu Kristo? Amina. Ndio maana ikifika kwa mauti, hata kufa kama Yesu Kristo inakuwa si shida. Inakuwa si jambo la kukram. Inakuwa si jambo la kung'ang'ana, kwa sababu aliishi kama Yesu, anakufa kama Yesu Kristo. Yuko duniani na kupambana duniani, ameona maono, ameona Bwana na ameona Yesu, alafu anasema, Yesu, hii roho yangu ipokee. Huko anaondoka duniani. Ujasiri wa watakatifu katika mauti unajengwa kwa ile maisha wameishi huko nyuma. Ujasiri wangu, wewe siku Mungu amenipangia nitaondoka duniani. Wewe ujasiri unatengezwa na maisha yangu kila siku. Maisha yako kila siku venye unaishi. Dhamira yako inakuwa safi kila siku. Waliokoka, wale ambao hawajaokoka, Mungu anataka usukumwe. Katika toba uklie kila kitu kwa uwezo wa Mungu. Dhamira yako iwe safi kwa uwezo wa Mungu kupitia neno. Dhamira yako isafishwe kupitia neno. Kila area, kila giza katika maisha yako isafishwe kabisa kwa kukiri na kutubu na kumwamini Yesu Kristo.
Mauti akija, utaona ni kama mlango umefunguliwa, waingia mahali kwa utukufu. Amina. Utasema hata kufa ni faida. Utasema kufa ni faida. So kwa nini Stefano anakufa hivi? Zarejelea tena. Matendo ya Mitume 7 mstari wake 59. Wakampiga kwa mawe Stefano. Wakampiga kwa mawe Stefano. Naye akiomba. Naye Stefano akiomba. Akisema. Bwana Yesu. Pokea roho yangu. Pokea roho yangu. Hivi ndio Stefano alikufa. So swali nijiulize. Kifo chako kitafanana hivi? Kifo changu kitafanana hivi? Na kama wewe ni mtakatifu umeokoka na mpaka sasa hauna ujasiri wa kifo chako kufanana hivi, then Mungu anasema umeteleza. Mungu anasema nimeteleza. Kama wewe ni mwenye dhambi, kifo chako akifanani hivi, mpaka sasa akitafanana hivi, kitakuwa opposite. Tasema ibilisi, pokea roho yangu. Ibilisi, pokea roho yangu. Kuna watu wengine wakifikia kufa, watu ambao wameshimisha machafu, wakifikia kufa wameua pengine ama hata wameshituma machafu, wakifikia kufa wako duniani, lakini nafsi yao tayari ishatangulia kule. Anaanza kuona vitu, anaanza kuona watu, anaanza kuona giza, anaanza kulia. Mtu mmoja alikufa, alikuwa nchini la kona ikatana kana sio shaki. Akaja akiwa katika kitanda cha kufa, yuko na mamake pale. Mamake anamfariji. Alafu anakaa kidogo, anasema mama, mmezima taa. Anapata iko on mwanangu. Anakaa kidogo. Tena anasema tena mama, mmezima taa. Anapata iko on. Anakaa. Anasema mama, naona watu wanakuja kunichukua. Mama usiruhusu wanichukue. Anamshika mamake kwa nguvu. Wanakuja kunichukua. Mama usiruhusu. Anasema kafa na mwachilie. Alafu inatulia ile hali. Anakaa tena. Anasema mama anakuja kunichukua. Mama wanakuja kunichukua. Anamshika mamake. Usiruhusu mama, wananichukua. Usiruhusu. Muda si mrefu mtoto amekufa. Unafikiri ameenda? Hafi kama Stefano. Hafi kama Yesu Kristo, ni kwa sababu hakuishi kama Yesu. Hawezi kufa kama Yesu. Stefano aliishi kama Yesu Kristo, ndio maana maisha yake ikifika mwisho anasema Yesu, ipokee roho yangu. Ana hand over roho yake kwa Yesu Kristo. Na ndio maisha Mungu anakuitia. Mungu ananiitia. Yanajengwa vipi? Maisha yako ya kila siku ndani ya Kristo. Acha tuangalie. Wa Filipi. Wewe ni Stefano, huyu ni Paulo. Wa Filipi. Angalia wa Filipi 1 mstari wa 20. Wa Filipi 1 mstari wake ni wa 20. Kama vile mlivyotazamia sana na kutumainia kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo atadhihirishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa maisha ya mauti yangu. Huyu ni Paulo. Paulo kuna ujasiri. Anasema kuna ujasiri. Na Kristo ataletwa wazi kwa moyo wake, akiwa hai ama akiwa amekufa. Anasema akiwa hai, Kristo ataletwa wazi kwa mwili wake, akiwa yuko hai ama akiwa amekufa. So akona ujasiri venye anaishi, kuna ujasiri kwamba venye Yesu analetwa wazi kwa maisha yake akiwa hai. Anasema hata kufa kwake Yesu Kristo bado ataletwa wazi kwa ujasiri huo. Filipi 1 mstari wake ni wa 20. Kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba
sitaaibika kamwe. Anasema hataaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote, bali kwa ujasiri wote, kama siku zote na sasa vivyo hivyo, kama siku zote na hata sasa hivyo hivyo. Kristo atadhihirishwa. Anasema Kristo ataletwa wazi katika mwili wangu, katika mwili wake, ikiwa kwa maisha yangu, whether it be life au ikiwa kwa mauti yangu, or by death. Kwa maisha yake akiwa hai, bado Yesu ataletwa wazi. Anasema hata kwa mauti yake bado Yesu Kristo ataletwa wazi. Kwa nini kuna ujasiri? Ni kwa sababu aliishi kama vile Yesu aliishi. Ndio maana anasema hata kwa mauti, ujasiri uko naye nao sahi akiwa hai. Anasema ujasiri huo ndio atakuwa nao hata wakati atakuwa anaondoka. 21 Wafilipi 1:21. Wafilipi 1:21. Kwa maana kwake yeye kuishi ni Kristo. Anasema yeye kuishi ni Yesu Kristo, na kufa ni faida. Anasema hata kufa kwake ni faida. Anasema kuishi kwangu ni Kristo na yeye kufa anasema ni faida. Ni nani leo? Nani leo ambaye maisha masafi ndani ya Kristo Yesu? Nani ameokoka? Sisemi hakuna, lakini ni changamoto kwako na kwangu. Unasema mimi ujasiri niko nao leo, nitakuwa nao mpaka ile siku ya kufa. Alafu unasema kwamba kuishi kwako tu ni Yesu Kristo, ni Yesu tu. Venye Yesu alitembea, wewe unatembea. Venye Yesu aliishi, wewe unaishi. Venye Yesu hivyo hivyo katika njia zake. Alafu anasema kufa kwake ni faida. Wafilipi 1:21. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo. Kwangu mimi kuishi ni Kristo. Na kufa ni faida. Na kufa ni faida. Je, umefikia kusema kufa ni faida? Mimi nimefikia kusema kufa ni faida. Yaani nasema kufa kwangu ni faida. Watu wengi ukiuliza ukifa unaenda wapi? Anakwambia hilo swali mweleke kando. Wengi wanajua kufa kwao ni hasara. Wengi wanajua kufa kwao ni hasara. Na kama vile ulizaliwa, Mungu ameandika utazaliwa. Na Mungu pia ameandika utakufa, lakini kufa utaki. Ina maana kuna maisha naishi, kuna maisha unaishi ambao hayampendezi Mungu. Ndio maana unaogopa kwenda kukutana na Muumba wako kwa mwalio, na uko tayari wakati huo. Basi utakuwa tayari wakati gani? Na unajua tayari yako ya kufa, na lazima utakufa. Nitakuwa tayari wakati gani? Utakuwa tayari wakati gani? Kufa ni faida. Kwa mwenye dhambi yote kufa si faida. Mwenye dhambi yote hajatubu dhambi kwa neema za Mungu kwa ukamilifu na kumwamini Yesu Kristo kwa neema kupitia imani, kufa kwake si faida, ni hasara. Mpaka sasa kufa kwako wewe ambaye Kristo hajaumbwa ni hasara. Mungu anataka iwe faida kama Paulo. Paulo anasema kufa kwake ni faida. Kwa nini? Anaenda kukana na Yesu Kristo, anaenda kukana wazee 24, anaenda kukana Elia, anaenda kukana makerubi na maserafu, anaenda kukana Mungu, anaenda kukana Abrahamu. Anahesabu faida, anaenda kwa kifua cha Abrahamu. Anasema kufa ni faida. Mkristo yote ambaye ameokoka, hii ndio inafaa iwe sehemu yake. Hii inafaa iwe sehemu yake kwamba kufa ni faida. Kwa nini? Hakuna chochote kinakuhukumu. Usiache jiwe watu wakifagia, ukiona jiwe limelala, unafagia nyumba unaona jiwe limelala. Inafaa ujue hilo jiwe ufagie mpaka huko chini. Ama unafagia nyumba alafu umeona karai iko tu hapa, lazima uende karai ufagie huko chini. So Mungu anakuita ufagie moyo wako na neno la Mungu. Dhamira yako yote completely. Hakuna area yoyote ile katika nafsi yako na katika maandiko Mungu anakuhukumu. Wale walioa, angalia unakaa vipi na mke wako. Mke wako kuna mambo katika moyo wake ambao umemkosea. Watoto waangalie unakaa vipi na wazazi wenu, wazazi wa kiroho na wazazi wa kimwili. Wafanye kazi, umeajiriwa, lazima uangalie mwajiri wako anasema nini kuhusiana na wewe. Kama anasema huyu amenichosha, kwa anasema hivyo, ndio ukifa ule ujasiri. Lazima kila area ya maisha yako iwe sawa.
Simaanishi umpendeze akiwa anakwambia ufanye maovu, hapana. Ile kazi amekupatia unaifanya yeye mwenyewe anaridhika. Hiyo ndio inamaanisha wewe ni mwaminifu katika hiyo kazi, mimi ni mwaminifu katika hiyo kazi. Wateja wako ambao unawauzia bidhaa wanasema nini kuhusiana na wewe? Usifikirie hukumu ya mbinguni haitafanana na ya duniani. Zinafanana. Licha mbinguni ni kipimo cha juu kabisa, lakini ya duniani ni kivuli. Mtu akifungwa mahakama huku kama mtu muovu, yani ameua pengine ama amefanya uasi, amini usiamini, akifa huko jela aende mbinguni hivyo, atashtakiwa vile vile alivyoshtakiwa duniani. So watu wanaokushtaki duniani, wanaokushtaki, jua mashtaka hayo yameandikwa mbinguni, ni kama kioo. Haya mashtaki hapa ni kioo, yana reflect venye utashtakiwa mbinguni. Lazima kila shtaka liwe kando, lazima ujioshe, lazima uoshwe. Ndio maana ile kazi Pilato alikuwa anafanya, Mungu anakuita uifanye. Pilato alijua huyu Yesu Kristo ni mwenye haki. Mke wa Pilato akilala anaonyeshwa ndoto kuhusiana na Yesu Kristo, anatuma ujumbe, anamwambia Pilato, mume wangu, usiwe na chochote kuhusiana na huyo ni mwenye haki, utahukumiwa. Pilato anaitisha sufuria, anaitisha maji, anaosha mikono, anasafisha dhamira yake, anajiosha kwamba damu ya Yesu Kristo isidaiwe kwake. Anasema mimi sina hatia, mimi sijamua huyu, nyinyi ndio mmemua. Mimi naosha mikono, mimi nimesema ni msape, ni mwachi, nyinyi mmesema ni muue. Anaosha mikono, mimi siko. Nichagua nilikuwa nasema Yesu wafi. Lakini kuna kitu Mungu anakufundisha kwa Pilato. Jifundishe, osha mikono yako, osha moyo wako, osha miguu. Miguu inaashiria njia, mikono inaashiria kazi za matendo. Osha kupitia neno, kupitia damu ya Yesu Kristo. Patana na Mungu, patana na Mungu. Dhamira yako iwe safi, ili ndio umekufa ni faida. Kuishi duniani kwa sababu ya Yesu Kristo, kuondoka duniani ni faida. Watu wengi wako makanisani, watu wengi wako misikitini, watu wengi wanahubiri Injili, watu wengi wameokoka, lakini ufunuo wa kufa kama mtakatifu, kama venye Yesu amekufa, wanabaki wameogopa. Kuna mtu mwingine hata anaishi maisha safi, lakini akisikia kifo anasema hiki kifo sijui, lakini haifai iwe hivyo. Mungu ametuwekea picha halisi ya Yesu, ya Stefano, ya Paulo. Hata tuangalie Timotheo wa pili, Timotheo wa pili 4 za soma 6. Timotheo wa pili 4:6. Timotheo wa pili 4 mstari wake wa 6. Kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Rejelea tena. Kwa maana mimi sasa namiminwa. Paulo anasema mimi namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Na wakati wa kufariki ni wakufa. Benjamin. Paulo anasema mimi namiminwa. Mimi namiminwa. Anasema wakati wake wa kufa kwangu umefika. Hiki ni kifo cha watakatifu. Anajua anamiminwa, anajua siku zake zimeisha. Anasema wakati wa kufa kwangu umefika. Kumbuka alisema kufa ni faida. Alafu anaposema wakati wa kufa kwake yeye, anasema umefika na anashukuru. Next. Nimepiga vita. Timotheo 2:7. Anasema nimepiga vita vilivyo vizuri. Anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Unaona dhamira yake? Kama vile Yesu anasema imekwisha.
roho yangu Mungu chukua. Ujasiri unatokana na nini? Unatokana na ile kazi amepewa Yesu, ameimaliza, na hakuna jiwe lolote ambalo limebaki halijafunguliwa. Ndio hivyo Paulo, nimevipiga. Timotheo wa pili ile mstari wake wa 7. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Yesu anasema, Paulo anasema mwendo nimeumaliza. Biblia ya Kimombo inasema finish my course. Hili ni neno Yesu alitumia msalabani. Neno la mwisho Yesu alitumia msalabani, nimekwisha David. Imekwisha. Paulo neno hilo anatumia. Anasema kufa ni faida, imefika wakati wangu wa kufa, nimemaliza. It is finished. Anasema it is finished. My course, it is finished. Anasema kazi aliyopewa na Mungu aifanye duniani imekwisha. Kifo kile cha Yesu Kristo msalabani ndio kifo hiki Paulo anasema. Yesu anasema imekwisha, anasema imekwisha. Anasema kufa ni faida. Maana roho yake inaenda mikononi mwa Mungu na Yesu Kristo. Kwa nini? Anasema nimeiweka imani. Nimeiweka imani. Nimeiweka imani. Ili useme imekwisha, ili useme kufa kwangu ni faida, lazima uweke imani. Lakini kama sijaweka imani, ikifika wakati wa kufa, itakuwa unatapataa kama samaki. Samaki ukimtoa kwa maji, anajua maisha yake muda si mfupi anakufa. Anaanza kutapataa. Isiwe hivyo kwako, isiwe hivyo kwangu. Isiwe hivyo kwako, isiwe hivyo kwangu. Mwenye dhambi yote akifa lazima atatapataa. Atatapataa kama samaki. Msemo mmoja unasema nyani akifa, usema miti yote inafanya uteleza. Hata ukiweka super glue kwa mkono, umwambie rukia ule mti, ataruka nzwi, anasema unateleza. Mweke super glue nyingine, mwambie rukia kile kitagaa, ataruka nzwi, anasema inateleza. Hata upake nini? Hata ule mti basi upake super glue, ile kitagaa, upake gamu kabisa. Wewe uruke, ikushike. Alafu utoke, upake, umwambie ruka tumbili. Akiruka atateleza. Ni kwa sababu gani? Yuko karibu kufa. Nyani akitaka kufa sema miti yote uteleza. Isiwe hivi, nisife kama nyani. Na watu wengi wanakufa kama nyani. Lakini si kifo cha watakatifu. Si kifo Mungu amekuwekea. Yakobo akifa alitoa watoto wake wote. Na kaanza kuwatabiria, Yuda ndugu zako watakusifu. Hakuwa anajua anakufa. Abraham akifa maandiko yanasema alikufa kwa amani. Alikufa kwa amani. Yusufu akifa aliambia ndugu zake. Anakufa Misri, lakini anawaambia ile siku Mungu atawatoa Misri. Ile siku Mungu atawatoa Misri, awapeleke Kanani, mchukue mifupa yangu. Yusufu anakufa Misri, Waisraeli bado wako Misri, anawaambia ile siku Mungu atawapeleka Kanani. Hii mifupa yangu ipelekeni Kanani muizike. Anakufa lakini kwa ujasiri. Ya kwamba Mungu atawafungua Waisraeli na wataenda mji Kanani, mji mtakatifu. Alikuwa ujasiri. Sio kitu ambacho Mungu anakuitia, ananiitia ni kifo cha mtakatifu cha ujasiri wakati wa mauti. Unaweza soma mstari wa 8 kwa Filipi 4:7-8. Kwa Filipi wa pili 4:7 mpaka 8. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Mstari wa 8. Baada ya hayo, anasema baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Hapo na ujasiri kwa sababu anasema kufa ni faida. Anasema naondoka hapa naenda kuchukua taji. Naenda kuchukua taji mbinguni, taji ya haki. Mpaka hapo. Taji ni kama crown. Haki inamaanisha umetenda yaliyo mema kutokana
na sheria ya Bwana. Haki ni righteousness, inatokana na right doing. Inamaanisha ameishi maisha masafi hapa duniani, righteousness. So kuna taji la kutenda mema. Anasema nenda kule mbinguni kuchukua taji la kutenda mema. Hebu jiulize, uko na ujasiri kwamba nafa na kufa ni faida? Roho yangu naweka mikononi mwa Mungu. Mungu naja huko na naja kuchukua taji. Yesu, hiki kichwa changu naja huko uchukue taji ya haki, crown ya haki, crown ya kwamba huyo kwa duniani aliishi maisha masafi na matakatifu katika mwenendo wake wote. Yesu naika kichwa changu naja kuchukua. Huo ni ujasiri wako. Uko na ujasiri wa kusema nimevipiga vita vizuri, nimeweka imani. Kama sina ujasiri, Mungu anataka nikiri sehemu yote ambayo inanifanya nisiwe na ujasiri. Nikiri hiyo giza iondolewe, nipatane na Mungu, niwe na ujasiri kama Paulo, kama Stefano, kama Yesu Kristo. Endelea 8. Nani? Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Anasema si yeye tu peke yake, bali wale wengine wote pia. Wale wote ambao wanaishi maisha kama yeye alivyoishi ndani ya Kristo Yesu. Anasema hao pia watapewa hiyo taji. Wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Sisi ndio kifo cha mtakatifu. Acha tuone na Kolosai. Hatuko mbali kumaliza. Wa Kolosai 3. Misingi yatakayokufanya uwe na ujasiri katika siku zako za kufa kama mtakatifu. Kama mwenye dhambi inafaa utubu, maana yake una ujasiri. Tubu, muamini Yesu. So kusema watakatifu, hii ndio misingi ambayo inajengwa. Kolosai 3 naweza na mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kolosai 3 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo. Basi mkiwa mmefufuliwa kwa watakatifu, mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Mpaka hapo. Yatafuteni yaliyo juu. Kristo aliko. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Ya Mungu anasema utafute yaliyo juu. Ukiwa unatafuta yaliyo juu, utavipiga vita vyema. Utahifadhi imani, utashikilia imani na kufa itakuwa faida. Nasema yafikirieni ya juu. Yafikirieni ya juu. Mungu anataka uvuke kwa ulimwengu huu, uondoke kwa ulimwengu huu na tamaa zake, uache kufikiria mambo haya. Mwanadamu akifa, mwanadamu akisulubiwa pamoja na Yesu, ukisulubiwa pamoja na Yesu, huwa umekufa kwa ulimwengu. Mwanadamu akisulubiwa pamoja na Yesu, huwa amekufa kwa ulimwengu. Huwa anaishi kwa ulimwengu mwingine. Maisha yake huwa yanatolewa kwa ulimwengu huu, yanaingizwa ndani ya Yesu Kristo kwa ulimwengu mwingine, Yesu aliyokaa mkono wa kuume wa Mungu. So mwanadamu anakuwa amekufa kwa ulimwengu. Licha kuwa anaishi, lakini amekufa kwa sababu uhai wake umetolewa, umekuwa ndani ya Yesu Kristo. Sasa Mungu anasema yatafuteni yaliyo juu. Wokovu ni kitu kikubwa sana ambacho kinafanyika. Ni mwanadamu anauawa pamoja na Yesu msalabani. Yesu anaingizwa ndani yake. Yeye yuko hapa duniani tu, yuko tu, lakini maisha yake yamekuwa ndani ya Kristo, mkono wa kuume wa Mungu. Yeye anaishi huko, amekuwa transfer. So Mungu anasema sasa mwanadamu anaishi hapa, ashift maili yake, ashift hati yake,
ashift njia zake, ahame kutoka kwa ulimwengu aingie ulimwengu mwingine kupitia neno. Amini sasa mambo ya ulimwengu, tamaa zake, njia zake, mimi siko tena. Nilikufa kwa ulimwengu huu, siishi tena bali ni Kristo anaishi. So matamanio si yako tena, nafanya ya Yesu Kristo. Wakolosai 3:2 wa pili, yafikirini yaliyo juu. Yafikirieni yaliyo juu, si yaliyo katika nchi. Si yaliyo katika nchi. 3 tosha. Mungu anasema yafikirieni yaliyo juu, si ya katika nchi. Hawezi pata ujasiri kufa kama Yesu, kufa kama Stefano, kufa kama Paulo kama unafikiria ya chini. Hawezi. So ujasiri huo haujengwi kwa sekunde ambayo unakufa, lakini inajengwa kwa maisha yako ya kila siku. Ulipokuwa unaishi, mfano umeishi miaka, mfano tu umeokoka una miaka 20, alafu baada ya miaka 5 unakufa. Ina maana kama katika hii miaka 20, hii miaka 5 unaishi katika mwili, ikifika siku ya kufa kwako hautaongea kama Stefano, hautaongea kama huyu Paulo, hautaongea kama Yesu. Utakuwa na mambo mengi sana ya kuongea. Nyumba yangu, shamba yangu, watoto wangu, nini nangu. Utakuwa na mambo mengi ya kuongea kwa sababu hujatembea kama Yesu Kristo. So lazima hiyo umetembea kama Yesu Kristo. Ndio maana hapa Mungu ananifundisha kutembea kama Yesu Kristo ni kushift. Inaanza sasa wakati unasikia. Pengine utaondoka baada ya miaka 5. Itategemea venye ulivyosikia neno na ukalichukulia na ukaendelea kuvipiga vita, ukaendelea kuspesa masafi, kuweka imani, ukatoa moyo wako kwa ulimwengu, ukasafirisha kupitia maandiko kwa ulimwengu wa Mungu na Yesu Kristo. Matamanio yako yako ya mbinguni. Alafu siku ya kufa ikifika, unasema ni faida. Unasema imekwisha. Mungu, roho yangu naweka mikononi mwako. Inawezekana. 3 Wakolosai 3:3. Wakolosai 3:3. Kwa maana mlikufa na moyo wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mungu anasema kwa maana umekufa. Mungu alimtoa Yesu, alafu akakuchukua wewe, akanichukua mimi, akatuweka pamoja. Alafu Mungu akamsulubisha Yesu, akahesabu pia amekusulubisha wewe. Yesu alipokufa, Mungu alihesabu wewe pia umekufa ndani ya Kristo Yesu. Maisha yako yakawa yameondolewa duniani, ukawa uishi tena. Uhai wako ukawa hauko tena katika dunia hii, ukachukuliwa ukaingizwa ndani ya Yesu Kristo mbinguni, mkono wa kuume wa Mungu. Utaishi vipi sasa? Mungu akachukua uhai wa Yesu Kristo akaweka ndani yako, ikawa sio unaishi wewe ulikufa, lakini ni uhai wa Yesu unaishi ndani yako. So unapoishi hapa inafaa utambue Yesu alipokufa nilisulubiwa na yeye, ulisulubiwa na wewe na yeye. So Mungu anakuita utubu. Utubu ulimwengu huu, utubu njia zako, usikiri mbele za Mungu na uachane nazo. Utamani kifo hichi cha Stefano, utamani kifo hichi cha Yesu Kristo, utamani kifo cha Paulo. Hivi hawa wako mbinguni. Unaamini umeokoka kweli? Haya, uende mbinguni. Ukufa na ujasiri, mtaongea story yangu. Wala walikufa na ujasiri, wanaongea. Wajua nilipokuwa duniani nilipiga vita vizuri. Stefano anasema usiseme wewe. Mimi walipokuwa wananipiga mawe, nilikuwa nimejazwa na Roho Mtakatifu. Nashukuru Yesu. Roho Mtakatifu anasema Yesu chukua roho yangu, Yesu chukua roho yangu. Mwingine anaongea hivi, mwingine anaongea vile. Wewe utakuwa unaongeaje? Pita kwa umepata neema ukaingia mbinguni, itakuwa nyamaza kwa sababu kifo chako kiko cha ujasiri. Tesema
Mimi nilipokuwa nimepata neema, ndugu, nilipokuwa nafa nilitatizika sana. Tuongee hivyo mbinguni. Utakwambia mpendwa, ndugu, tunakupenda, bora unyamaze. Maana itakuwa unaharibu. Utakwambia mpendwa, umefuzu kuingia mbinguni, bora unyamaze. Basi utakuwa unanyamaza tu. Yesu anasema, mimi nilipokuwa msalabani nilikuwa navuja damu kweli kwa ajili ya nafsi za ulimwengu. Kwa na ulimwengu dhambi zimenilemea. Nalia, Mungu, mbona umeniacha? Lakini nashukuru Mungu alinitia nguvu. Roho Mtakatifu akanitia nguvu, Mungu akanitia nguvu, babake Mungu. Kasema, Mungu, roho yangu naiweka mikononi mwako. Utasema nini ukiwa hapo? Abraham akiongea vile alikufa kwa amani. Yusufu akiongea vile alikuwa anakufa lakini alikuwa anaona ile siku Mungu atawatoa Israeli. Aliambia, chukueni mifupa yangu muipeleke Kanaani. Wakati wa Israeli hawaamini kama watakuja kutolewa. Yeye alikuwa tayari anaona. Utaongea nini hapo? Mungu anataka uwe na kitu cha kuongea. Mimi pia nilipokuwa duniani, nilipokuwa sielewi haya mambo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Mungu akanifunulia kwa neema. Nikayasoma, nikayajua, nikayaomba kwa uwezo wa Mungu, nikatubu kila kitu, kila area, na nikawa kwa uwezo wa Mungu kila wakati najiangalia, najitazama na neno la Mungu. Na nashukuru nilipokuwa nafa, mlinitia imani sana. Walikuwa nasikia neno langu lilikuwa, Mungu nashukuru nimemaliza kazi uliyonituma nifanye. Mungu, nimetembea kwa roho wako, nimetembea kwa njia za Yesu Kristo. Mungu, roho yangu kama vile Stefano, kama vile Yesu, kama vile Paulo ikabidhi mikononi mwako. Watasema haleluya ndugu. Mpendwa, watafurahi. Paulo watafurahi. Yohana watafurahi. Utasema nini? Wakati Petro alikuwa aliyeko kwa msalaba upside down, historia inasema hivi, akiwa anakufa, Andrea akasulubiwa pia, lakini alikuwa anaendelea kuhubiri mpaka akafa, akiwa anahubiri tu. Utaongea nini huko mbinguni? Kifo cha watakatifu ni ujasiri ndani ya Kristo Yesu. Amina. Naweza kuangalia waraka wa kwanza wa Yohana 2:28. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:28. Waraka wa kwanza 2:28. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:28. Na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake. Kaeni ndani ya Yesu Kristo. Kaeni ndani ya Yesu Kristo. Ili kusudi atakapofunuliwa, Yesu atakapokuja, muwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Wala msiaibike mbele za Yesu katika kuja kwake. Ina maana Yesu akija, kuna watu wataaibika. Usiwe katika kundi la watu kuaibika. Yesu alisema, naja upesi, naja haraka, naja kulipa kila mtu sawasawa na kadri ya alivyotenda. Anasema ujira wake uko mkononi. Tunajua katika maandiko tuwe na ujasiri, hiyo siku Yesu Kristo atakuja. Uwe na ujasiri. Na utakuwaje na ujasiri? Kwa kutambua kila sehemu ambao haujakuwa sawa na Mungu. Kutubu ni kukiri na kuacha ile njia mbaya na kumwamini Yesu na kusimamisha matakatifu. Mwenye dhambi anafaa afanye nini? Afanye hivyo hivyo. Mtakatifu kama kuna njia ambayo inamhukumu, haenendi sawa, then anafaa akiri maovu yake, aendelee kuwa katika toba, aachane nayo. Neno liendelee kumtakasa, azidi kukaa tu katika neno, kwa sababu tayari ashaokolewa. Anahitaji kuwa restored, anahitaji kuregeshwa, na kuregesha itategemea na moyo wako wewe mwenyewe. Sote tuangalie Ezekieli
Ezekieli kwa mwenye dhambi na kwa mtakatifu, suluhisho. Tukimalizia suluhisho, Ezekieli 18:30. Kitabu cha Ezekieli 18 mstari wake ni wa 30. Basi nitahukumu ninyi nyumba ya Israeli, kila mmoja kwa kadiri ya njia zake, asema Bwana Mungu. Rudini mkagairi na kuyaacha makosa yenu yote, basi hivyo uovu wenu hautakuwa uharibifu wenu. Biblia ya neno inasema, nitawahukumu nyumba ya Israeli, kila mmoja sawasawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Mungu anasema tubuni, tubuni. Nataka kufa kama Yesu Kristo, kama Stefano, kama Paulo. Mungu anasema tubuni, geukeni kutoka makosa yenu yote. Geuka kutoka makosa yako yote, ndipo dhambi haitakuwa nguko lenu. Ni katika mshagano na makosa. Mungu anakuambia geuka. Yesu anakuambia pia geuka. Ni katika mshagano na makosa. Mungu anakuambia yaseme, alafu achana nayo. Mathayo 4:17. Yesu anasisitiza. Yesu ndiye alikufa kwa ujasiri. Kutubu tumeona ni kugeuka kwa njia mbaya, kuiwacha njia mbaya. Huwezi kufa na ujasiri ukiwa kwa njia mbaya, haiwezekani. Huwezi kufa kwa ujasiri kama ni mwenye dhambi, kama Yesu hajaumba ndani ya moyo wako, haiwezekani. Mathayo 4 mstari wa 17. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu pia aliambia watu wageuke kwa dhambi zao. Wataka kufa kama yeye, wataka kufa kama Paulo, wataka kufa kama Stefano. Yesu anasema ukitaka kufa kama yeye lazima utubu. Anakuambia tubu, geuka kutoka kwa njia zako mbaya, kiri maovu yako mbele za Mungu, wachane nazo. Toba ni zawadi, toba ni bure. Alafu muamini Yesu, uamini damu iliyomwagika ni kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu. Uamini dhambi zako zote. Ile dhambi na kuhukumu sahihi, ile dhambi na kuhukumu sahihi, yale maovu yanayokuhukumu sahihi yanakunyima ujasiri wa kufa kama Kristo. Hizo dhambi wafaa uamini kwamba Yesu amechukua. Mfano, mimi sina ujasiri, ni mfano. Sina ujasiri wa kufa kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Hii dhambi inanifanya nisife kama Stefano. Yesu ananiambia nitubu, niachane nayo. Toba ni zawadi, niiwache kwa uwezo wa nguvu za Mungu, alafu niamini Yesu amechukua. Ili sina kitu sasa kwa mkono wangu wa kunifanya nihukumike. Niko tayari kufa kwa ujasiri kwa sababu dhambi zangu na dhambi zako umeamini zote zimewekwa kwa Yesu Kristo. Yohana 1:29, dhambi zako zinachukuliwa. Kile ambacho kinakuzuia usife kama Stefano, kwa ujasiri wa kumwambia Yesu, roho yangu naikabidhi mikononi mwako. Kile ambacho kinafanya usife kama Yesu, kwa kusema kwamba imekwisha. Kile ambacho kinakufanya usife kama Paulo, kusema nimepiga vita vizuri, mimi naondoka. Mungu anasema nakichukua. Yohana Mtakatifu 1 mstari wake wa 29. Siku ya pili yake Bwana Yesu anakuja kwake. Siku ya pili yake Bwana Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu, aichukuae dhambi. Mungu anakuambia amini Yesu amechukua dhambi yako. Yesu ameichukua. Mungu anakuambia amini Yesu amechukua hiyo dhambi yako. Si nusu, yote. Amini Yesu ameichukua. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 5. Maandiko yanasema Yesu alidhihirishwa
Yesu alizaliwa, Yesu alidhihirishwa ili aichukue dhambi. Waraka wa kwanza Yohana 3 mstari wa 5. Yesu alikuja duniani ili aichukue dhambi. Waraka wa kwanza Yohana 3:5. Waraka wa kwanza Yohana 3 mstari wake ni wa 5. Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa. Yesu alidhihirishwa, aliletwa wazi ili aziondoe dhambi. Na dhambi haimo ndani yake. Na dhambi haimo ndani ya Yesu Kristo. Kwa nini Yesu alizaliwa? Yesu alizaliwa aondoe dhambi. Hivyo ndio Mungu anasema. So inafaa uamini. Kama unaamini Yesu alikuwa duniani, amini Yesu amechukua dhambi yako. Kama unaamini Yesu alidhihirishwa, amini alidhihirishwa, aiondoe. Halafu usiendelee tena katika maisha ya dhambi. Hapo ndio ujasiri unaanza. Kuamini kwamba Mungu amekuondolea dhambi. Na Yesu akaziosha. Ufunuo 1 mstari wa 5 tukimalizia. Ufunuo 1 mstari wake ni wa 5. Ufunuo 1 mstari wa 5. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Shahidi aliye mwaminifu. Mzaliwa wa kwanza. Yesu ni mzaliwa wa kwanza. Kwa wale waliokufa. Na mkuu wa wafalme wa dunia. Yesu ni mkuu wa wafalme wa dunia. Yeye atupendaye. Yeye ambaye ni Yesu atupendaye. Na kutuosha dhambi zetu katika damu yake mwenyewe. Mungu anasema alichukua dhambi zako akaziweka kwa Yesu. Yesu akaziosha dhambi zako na zangu kwa damu yake mwenyewe. Sasa Mungu anasema dhambi yako imeosha. Hakuna kitu kwa moyo. Ulipata toba, amini hakuna dhambi kwa moyo. Amini Yesu alikuja, Yesu akaichukua, alidhihirisha aliondoe, ameiondoa. Na Mungu akaigongelea msalabani. Yesu akamwaga damu, ikaoshwa. Na Mungu akasema ameiondoa. So kifo chako na kifo changu inafaa kiwe cha ujasiri. Ni kwa sababu ile deni kati ya wewe na Mungu kwa damu, kwa toba na damu ya Yesu Kristo imeondolewa. Sasa Yesu anakuamuru utembee kama vile yeye alivyotembea. Tuamini tu. Tunakushukuru Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, asante kwa neno lako mahali hapa Bwana. Umetuonyesha Bwana kwamba mwanadamu amekiwa kufa mara moja na baada ya kufa kabidi hukumu Bwana. Na ukatuonyesha jinsi Yesu Kristo mkombozi alivyokufa katika ujasiri. Ni kwa sababu kwa maisha yake Bwana hakukupatikana na neno la uongo katika kinywa chake. Hakukupatikana na ila Bwana. Naye aliishi Bwana pasipo kutenda dhambi. Mungu katuonyesha Bwana jinsi umetuamuru. Kama vile Yesu alivyotembea, sisi tunapaswa tutembee. Ili Bwana ikifika siku ya roho zetu kuzihand over, kama vile Yesu Kristo alivyo hand over roho yake Bwana kwako. Aliamini kwamba anaitoa roho yake hapa duniani, akikukabidhi wewe katika mikono yako Bwana. Alikuwa na ujasiri Bwana. Mungu tusaidie Bwana. Wale ambao Bwana Kristo ajaungwa ndani ya moyo wao Bwana watakaoume kupitia toba na imani kwa kile walichokisikia Bwana neno kwa kukutana nao. Mungu tunaomba pia utuonyeshe kuhusiana na Stefano alivyotembea kama Kristo, alivyomtumikia Bwana wake mbele Yesu Kristo Bwana. Hata akipigwa mawe kwa sababu ya injili ya Kristo Yesu. Na hata ukampatia maono ya kimbinguni. Mungu tunaomba Bwana ujasiri huo tupatie Bwana. Alipokuwa anapigwa mawe Bwana alisema roho yake anamikabidhi mikononi mwa Yesu Kristo. Mungu tusaidie Bwana. Saidie Bwana atakapotoka ulimwengu Bwana. Iwe shabaha, iwe lengo Bwana, kwamba roho yangu, roho zetu nazikabidhi mikononi mwako Mungu. Nazikabidhi mikononi mwako Yesu Kristo. Utupokee. Katuonyesha pia Paulo Bwana ambaye aliishi kama Kristo, alitembea kama Kristo.
alitembea kwa nguvu za Roho Mtakatifu Bwana, hakuenenda katika uovu, katika dhambi Bwana. Katuonyesha jinsi Bwana alipokuwa akisema kufa kwake ni faida. Mungu, neno hili ni watakatifu wachache Bwana waliokoka wataweza kulisema hili Bwana. Ni kwa sababu Bwana hata kama wanaishi maisha matakatifu lakini halijafunguliwa. Mungu, lifungue kwetu, lifungue kwa watakatifu Bwana, wawe na ujasiri kama vile ndugu zetu walivyokuwa na ujasiri Bwana. Akazidi kusema kwamba amezipiga vita vizuri, amemaliza ile kazi uliyompatia ifanye, na ameiweka imani. Mungu, tusaidie tuweze kuiweka imani. Mwenye dhambi yoyote Bwana akifa Bwana na ujasiri huu Bwana, bali wanahukumiwa, wa moto unaanza akiwa duniani, dalili zinaonekana Bwana. Mungu, jitukuze Bwana. Kwenye dhambi walio mahali hapa Bwana, nenda ukawaoshe, waonyeshe hitaji kwamba siku moja wataondoka. Wenda kutakuwa na mtu katika hiki chumba miaka 100 inayokuja Bwana. Mungu, jitukuze Bwana, na ukaoshe kila aina ya uasi na uovu Bwana. Walio wagonjwa Bwana, nenda ukawasamehe dhambi na makosa, nenda ukawaponye magonjwa yao Bwana. Uliowaponya Bwana, zidi kuwasimamisha katika imani, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Walio katika vifungo tofauti tofauti wote wakafunguliwa katika jina la Yesu Kristo Bwana. Acha kila mmoja Bwana aliye duniani apate kuamshwa. Kijuasi wataondoka na wasipojiandaa sahihi kwa kutubu na kumwamini Yesu na kuweka imani, watakufa na manunguniko Bwana. Watakufa wakianza kusiaga meno Bwana. Watakufa na majuto Bwana. Na hiki si kifo ulichotuitia Bwana. Ulimwambia Hezekia Bwana aiandae nyumba yake kwa sababu atakufa Bwana. Unahitaji Bwana mwanadamu afanye maandalizi ya moyo wake Bwana kabla hajaondoka duniani. Mungu, tusaidie, maandalizi haya tunayoyasikia sasa. Tuhamishe mioyo yetu Bwana, akili zetu kutoka kwa ulimwengu huu. Tusafirishe kupitia neno lako la Wakolosai 3:3 Bwana, mpaka ndani ya mbingu yako ya tatu Bwana, ndani ya Kristo Yesu. Tusaidie tuweze kuishi maisha matakatifu katika utiifu amri zako kupitia Roho yako Mtakatifu. Kupitia tuwe umesiandika Bwana katika vibao vyetu vya moyo Bwana. Ili siku hii ikifika Bwana, tasema kweli naenda kuona Bwana wangu ambaye ni Yesu Kristo. Wote tusafishe katika kila uovu Bwana. Walioenda kando Bwana na neno lako Bwana, nenda ukawanyoroshe na walete katika neno lako kwa upendo wako Bwana. Na ni katika jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tuomba na tukisadiki. Amina. Amina. Sema neema. Baba yetu Kifo cha mtakatifu.